Wakati msimu mpya 2026-2027 ukikaribia, miongoni mwa maeneo ambayo wapinzani wa Simba bila shaka wataumiza vichwa vyao katika kukabiliana na Simba kwenye michuano mbalimbali, lakini pia miongoni mwa maeneo ambayo kocha Steve Barker ataumiza kichwa sana katika upangaji wa kikosi chake, basi ni kwenye eneo la viungo wa ushambuliaji kutokea pembeni. Ndio, ni kwa sababu moja tu kubwa, kwamba kocha Steve Barker alichokutana nacho katika msimu huu mpaka sasa ni uungwaji mkono mkubwa kutoka kwa management ya Simba, kiasi ya kwamba tayari ameshakuwa na wachezaji ambao wamethibitisha ubora katika maeneo mbalimbali kwenye ligi kuu Tanzania bara, lakini pia kwingineko watokako, tena kwa idadi ya zaidi ya mchezaji mmoja kwa nafasi za pembeni kulia na pembeni kushoto, kiasi ya kwamba atakumbana na ile changamoto ambayo makocha wengi huipenda, changamoto ya kwamba uumize kichwa nane umtangulize kuanza kwenye mechi na mwingine asubiri, kwa sababu kwa maana ya ubora wote wako vizuri. Labda ambacho kitamsaidia kocha Steve Barker katika maamuzi yake ni juu ya utimamu wa kimwili kwa kila mmoja, ni juu ya mipango ya mechi husika na nani anaweza kwenda kutekeleza vizuri. Lakini kimsingi waliopo kama wote wanakuwa kwenye kiwango cha ubora, basi tutarajie kwamba kocha Steve Barker atapata wakati mgumu haswa juu ya kuamua yeye na benchi lake la ufundi kwamba nani awe regular starter, nani wa kuanza mara kwa mara, nani wa kusubiri nje. Lakini pia wakati Steve Barker akiumiza kichwa hivyo, wapinzani wake nao watakuwa wanaumiza kichwa juu ya wanakwenda kukabiliana na Simba ambayo kwenye eneo lake la kushambulia kutokea pembeni ni nani atakayeanza, na huyo atakayeanza watakabiliana naye vipi ili isiwe chanzo cha maangamizi kwao. Iko vipi? Ni kwamba mpaka sasa wakati kila klabu inajaribu ku strike deals, kuingia makubaliano na wachezaji mbalimbali ili kuwa sehemu ya wachezaji watakaowasilisha kwenye mchakato wa usajili kwa ajili ya msimu ujao 2026-2027, tayari imeshaonyesha kwamba Simba kwenye eneo lake la kiungo cha ushambuliaji na hasa kutokea pembeni pana uzito haswa, kwamba kuna wachezaji bora haswa ambao kama wanaendeleza ubora wao ndipo ambapo kuna kuja maswali magumu kwa kocha Steve Barker, kuna kuja maswali magumu kwa wapinzani wa Simba, kwa sababu ni maeneo ambayo kwenye upande wa kulia kwa mfano Simba kama inatumia ule mtindo wake ambao kocha Steve Barker aliutumia sana katika msimu uliomalizika 2025-26, kwamba anakuwa baada ya golikipa anakuwa na walinzi wanne, anakuwa na viungo wawili ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja, au anakuwa na golikipa halafu kunakuwa na walinzi wanne, viungo watatu na washambuliaji watatu, wakiwamo washambuliaji wenye asili ya kushambulia kutokea pembeni. Manake hapo tayari kunakuwa na kile nilichotoka kukielezea, maswali magumu kwa wapinzani, maswali magumu kwa benchi la ufundi la Simba juu ya nani apeperushe bendera ya Simba katika mechi husika. Iko hivi, upande wa kulia Libase Geye bado yupo ndani ya Simba. Yeye ni mchezaji wa kimataifa kutoka Senegal, alisajiliwa wakati wa dirisha dogo. Wale waliokuja kuamshaamsha mambo Simba hasa kwenye eneo la ushambuliaji, yeye huwezi kaacha kumtaja. Alicheza mechi 23, akafunga mabao 7, akatoa assist 1. Guu lake lenye nguvu zaidi la kushoto. Anapotokea upande wa kulia amekuwa na hatari kubwa kwa wapinzani, kwa sababu amekuwa akiingia ndani, ana cut in na kutoa nafasi kwa beki wake wa kulia. Hapa anaweza akawa Shomari Kapombe, anaweza akawa David Kameta Duchu, lakini kwa kuelekea msimu mpya 26-27 anaweza akawa Nathaniel Chilambo, ili wawe wanakwenda kuongeza mapana ya uwanja, alafu yeye anaingia ndani kuungana na mshambuliaji kinara, anaenda kuwa supportive striker. Libase Geye, kasi yake, mashuti yake, uwezo wa kupambania mpira pindi timu inapopoteza vinamfanya awe bado ni miongoni mwa wachezaji bora sana kwa kocha Steve Barker, ambao akiwa fit anashawishi kuendelea kuwa miongoni mwa wanaoanza kikosini. Alisajiliwa wakati wa dirisha dogo, lakini mechi 30 za ligi kuu alicheza mechi 23 na kuchangia mabao 8 kati ya mabao 54 walifunga Simba. Lakini kuna Elie Mpanzu Kibisawala, yeye guu lake lenye nguvu zaidi la kulia, waweza pia kumpanga kutokea kulia kama orthodox winger. Lakini Mpanzu tunafahamu anaweza kucheza kutokea kati, kutokea pembeni kushoto. Kimsingi yeye ni miongoni mwa mawinga kiasili. Elie Mpanzu Kibisawala katika msimu uliomalizika wa ligi kuu Tanzania bara ndani ya Simba, yeye ndiye mchezaji aliyepiga mashuti mengi zaidi. Kapiga mashuti 46, akafunga mabao 7, lakini pia akatoa assist 10 na kuwa kinara wa kutoa assist ndani ya Simba, lakini pia ndiye kinara wa assist katika ligi nzima.
top assist provider ni Elie Mpanzu Kibisawala. Anapokea mpira mara moja anawachanganya mabeki wa timu pinzani, kwa sababu yeye ile acceleration kule kufiatuka kuko juu mno. Dakika 0 tu akipata mpira ndani ya sekunde chache tayari anaweza akachanganya miguu na anakuwa moja kwa moja kuelekea lango la wapinzani, ambapo kama wenzake wamekaa vizuri anatoa pasi, na ndio maana ametoa assist 10. Lakini anapokuwa na fursa anafiatua makombora ya mbali, na ndio maana ameongoza ndani ya Simba kwa kupiga mashuti mengi kulinganisha na wachezaji wengine wote, mashuti 46. Mpanzu ni tatizo lingine kwa Steve Barker, ni tatizo lingine kwa wapinzani wa Simba. Ingawa kuelekea mwishoni mwa msimu uliomalizika ligi kuu Tanzania bara alikuwa akimtumia kama force 9, kwamba anashawishika aanze Mpanzu kuliko hata wale washambuliaji wa kiasili kama Selemani Mwalimu Gomez, kama Baraka Mwangosi. Yeye Mpanzu alikuwa akianza, kipindi cha pili alikuwa akifanya mabadiliko, anamuingiza Selemani Mwalimu Gomez, halafu Mpanzu anakuwa kama miongoni mwa washambuliaji wasaidizi, ama anahamia pembeni kulingana na namna substitutions, mabadiliko anayofanya Mwalimu. Lakini ni kwamba Mpanzu amemwonyesha Steve Barker anaweza kufit kwa mfumo wowote 4-3-3, katika watatu yeye anafaa, kutokea kushoto, kutokea kulia, kutokea kati. Sasa hili ni swali lingine kwa mwalimu Steve Barker, aanze Mpanzu ama na wapinzani nao akianza Mpanzu watafanyaje kukabiliana naye, kama ambavyo tulikuwa tunajiuliza maswali magumu juu ya effectiveness, ufanisi wa Libase Gay katika kuwadhuru wapinzani nazungumzia. Lakini hiyo haitoshi. Kuna Keleso Makhalwa, yeye ni mchezaji wa kimataifa kutoka Afrika Kusini. Mwalimu Steve Barker katika kuboresha kikosi chake kuelekea msimu 2026-2027 na benchi lake la ufundi, bila shaka akarecommend, akapendekeza, na management ya Simba chini ya rais wao heshima Mo Dewji, mwenyekiti wa bodi tunazungumzia Crescentius Magori, mwenyekiti wa Simba Murtaza Mangungu, CEO wao Zubeda na management zima ya Simba wakiwemo wajumbe akina Swedi Mkwabi, wakamtekelezea kila atakacho. Wamemleta huyu mwamba ambaye yeye alimpendekeza, Keleso Makhalwa, miongoni mwa wachezaji walioonyesha kiwango cha juu katika ligi kuu ya Afrika Kusini msimu uliomalizika PSL, akiwa ametoa assist 6. Uwezo wake mkubwa ni juu ya kuingia ndani, goli lenye nguvu zaidi la kulia, lakini ushambulia kutokea kushoto. Ni mchezaji ambaye amekulia katika academy ya Mamelodi Sundowns, achachezea timu ya vijana ya Mamelodi Sundowns, timu ya wakubwa ya Mamelodi Sundowns, lakini baadaye kuondoka kwake, mwisho wa siku ametoka katika klabu ya Sekhukhune United. Msimu uliopita yeye alikuwa miongoni mwa wachezaji watatu waliokuwa kiwania tuzo za mchezaji bora wa ligi kuu ya Afrika Kusini PSL, pamoja na Brazil Lucas Ribeiro wa Mamelodi Sundowns, pamoja na Relebohile Mofokeng, nyota wa Orlando Pirates. Ingawa mwisho wa siku ni Lucas Ribeiro ndiye aliibuka kinara kwa kuwa mchezaji bora. Ni katika msimu ambao alitoa assist 11, alifunga mabao 6, akichangia mabao 17 kwa timu yake ya Sekhukhune United. Lakini kikubwa zaidi ni kwamba zile assist 11 alizotoa ni rekodi katika ligi kuu Afrika Kusini kuanzia msimu wa 2020-2021. Hakuna mchezaji katika PSL aliyetoa assist za double figure za tarakimu mbili, yani kuanzia 2020-2021 mpaka msimu huu. Hapo nyuma wapo waliofanya hivyo, wakiwemo kina Deon Hoto, mchezaji wa kimataifa kutoka Namibia na kadhalika, lakini kwa kuanzia 2020-2021 yeye ndio best katika assist kwa kutoa assist nyingi, hizo 11. Sasa naye yupo na amekuwa kwenye kiwango bora, na kwenye michuano ya Kagame tayari ameshaonyesha cheche zake, kati ya wachezaji ambao mapema ameshakubalika kwa mashabiki kutokana na namna anavyocheza kwa dakika alizopata, ikiwamo mechi ya kwanza dhidi ya Mogadishu City aliingia dakika 67 akishambulia kutokea pembeni. Ameonekana tayari amekubalika mno kwa mashabiki wa Simba, hasa kutokana na kasi yake, uwezo wa kupiga chenga na kutengeneza fursa kwa wenzake kwa uwezo mkubwa wa kupasua ngome ya wapinzani. Ukiondoa Keleso Makhalwa, upande huo anaopenda kucheza Keleso Makhalwa kushoto, ingawa goli lake lenye nguvu zaidi la kulia, ndipo anapopatikana mchezaji kimataifa kutoka Ivory Coast Anise Ura, ambaye kama ilivyokuwa kwa Libase Gay, kama ilivyokuwa kwa Mwamba Lusaka Clatous Chota Chama, kama ilivyokuwa kwa Nixon Kibabage, yeye ni miongoni mwa wale waliosajiliwa na Simba wakati wa usajili wa dirisha dogo. Balaa lake alilofanya kwenye upande wa kushoto wa Simba katika kushambulia hakuna ambaye anaweza akasahau. Ni kwamba alijiunga wakati wa dirisha dogo, lakini tayari akaonyesha ubora wa hali ya juu, akawa amepiga mashuti 29, akafunga mabao 6, akatoa assist 3, lakini zile pre-assist, pasi kabla pasi saidizi za mabao amezitoa za kutosha, na kimsingi shambulia ya Simba ilikuwa inapeleka zaidi mipira upande wa kushoto,
akishirikiana vyema na Nixon Kibabage, halafu wapinzani wanapovutika upande ule, mpira unahamishwa kwenda upande wa kina Libasege au kwa Cletus Chota Chama eneo la kati na Selemani Mwalimu kwenda kuwadhuru wapinzani, lakini au kwenda kwa Elie Mpanzu Kibisawala. Kwa ufupi, upande wake ndio eneo ambalo Bize huwa lina shughuli nyingi sana, na wapinzani wanajikuta na wakati mgumu na kuwa chanzo cha Simba kwenda kuteza mabao. Sasa Anise Ura anapocheza ndipo anapocheza Keleso Makhalwa. Sasa wewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, ndio memba wa benchi la ufundi la Simba, au vaa viatu vya kocha Steve Barker, hawa wote niliowataja wakiwa fiti, unamwanzisha nani, unampumzisha yupi? Na kama upo katika benchi la ufundi la timu pinzani, unajipanga vipi kukabiliana na wanne hawa endapo wote wapo katika kiwango chao bora? Libasege, Elie Mpanzu Kibisawala, Keleso Makhalwa, Anise Ura. Hapa nimewataja wanne tu, maana Simba viungo ushambuliaji wapo zaidi ya idadi hiyo. Maana hapa sijamtaja Morris Abraham, anaweza kucheza pia kutokea pembeni. Mwamba Lusaka Cletus Chota Chama anaweza pia kucheza kutokea pembeni kulingana na mipango ya kocha Steve Barker. Nimewataja hao wanne. Unafanya vipi? Wewe ndiye mpinzani wa Simba, mnakwenda kukabiliana kwenye mechi. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukrani jazilan. Bye bye.